Palikuwa na kijiji kidogo kitwacho Lulenge, kilichozungukwa na milima na misitu minene. Katika kijiji hicho aliishi mtoto mmoja mdogo aitwaye Tumaini, mwenye umri wa miaka 12. Maisha yake yalikuwa ya huzuni na mateso tangu siku ambayo dunia yake ilibadilika kabisa. Wazazi wake walifariki kwenye ajali ya moto uliotokea usiku wa manane, moto ulioteketeza nyumba yao yote na kila kitu walichokuwa nacho. Tumaini alipona kwa miujiza. Majirani walimtoa kwenye mabaki ya nyumba hiyo iliyokuwa inateketea, akiwa amechafuka kwa masizi na macho yakiwa na hofu isiyoelezeka. Tangu siku hiyo, alibaki yatima, bila ndugu wa karibu, bila mali na bila tumaini la kesho. Baada ya msiba huo mkubwa, hakuna mtu aliyejitokeza kumchukua moja kwa moja. Alilala kwenye kibanda cha miti kilichoachwa na Makoma mkaa aliyekihama. Kibanda kilikuwa na mashimo kwenye paa, na wakati mvua ilinyesha, mvua hiyo ilikuwa kama laana, ikiingia ndani na kumlowesha kila alichonacho, ambacho kwa kweli hakikuwa zaidi ya gunia la mbolea alilolitandika kama godoro. Siku zake zilikuwa ngumu. Asubuhi aliamka mapema kuokota kuni msituni, ambazo aliziuza kwa mama lishe sokoni kwa bei ya chini sana. Mchana alienda kuosha vyombo kwenye migahawa ya watu kwa chakula cha mchana. Wakati mwingine hakuwa na bahati, alirudi njaa, macho yakiwa yamevimba kwa machozi ya kimya kimya. Watoto wa rika lake walimcheka, walimkejeli kwa nguo zake zilizojaa viraka, viatu vyenye mashimo na harufu ya jasho iliyompambanua hata kutoka mbali, lakini yeye hakuwachukia. Moyoni alihisi tu upweke, na kila usiku kabla ya kulala aliwaza, kama ningekuwa na mama, angenisugua mgongo na kuniimbia kabla ya kulala. Kama ningekuwa na baba, angeninunulia viatu vya shule. Tumaini hakwenda shule kwa miezi mingi, lakini hakuwahi kusahau ndoto yake ya kuwa daktari. Kila alipokuwa sokoni, alipenda kusimama nje ya duka la vitabu na kutazama vitabu vilivyopangwa kwenye kioo. Alitamani kusoma, alitamani kujifunza. Siku moja alikutana na mwalimu mstaafu aitwaye Mzee Baraka, aliyekuwa na tabia ya kupita sokoni kila asubuhi. Mzee huyu aligundua akili na nidhamu ya Tumaini na akaamua kumchukua kama mwanawe. Akamrudisha shule, akampa chakula, nguo safi, na zaidi ya yote alirudisha ndoto ya Tumaini. Mtoto huyo ambaye zamani alionekana kuwa kipofu mbele ya mustakabali wake, sasa alianza kuona nuru. Alisoma kwa bidii na akawa wa kwanza darasani mara kwa mara. Miaka ilipita. Tumaini alifaulu kwenda shule ya sekondari kwa msaada wa ufadhili kutoka kwa shirika moja la misaada, kisha akajiunga na chuo kikuu kusomea udaktari. Alikumbuka kila jasho, kila makozo, kila njaa, na yote yakawa msingi wa ushindi wake. Siku ya kuhitimu, alisimama mbele ya hadhira kubwa, akiwa na koti jeupe la udaktari. Alipopewa nafasi ya kusema, alitazama machozi yakimtiririka na kusema, mimi ni ushuhuda kuwa maisha magumu siyo mwisho wa ndoto. Ikiwa una pumzi, una nafasi. Nilikuwa sina chochote, lakini sikuacha kuamini. Na leo siishi kwa jina tu, bali kweli mimi ni Tumaini. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.